Mwaka 2023, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alizindua mradi mkubwa wa kuwainua vijana kiuchumi kupitia kilimo unaojulikana kwa jina la Better Building Tomorrow, kwa Kiswahili jenga kesho iliyo bora. Mradi huu wa kilimo unaotekelezwa chini ya Wizara ya Kilimo umejikita katika kuwainua vijana wa Kitanzania kiuchumi kwa kuwajengea uwezo, kuwapatia mafunzo ya kilimo cha kisasa pamoja na kuwawezesha rasilimali muhimu za uzalishaji. Nipende kushukuru wizara pamoja na serikali kwa kuamua kuweka programu hii ya BBT kwa vijana na wanawake katika kilimo biashara. Kitu ambacho napenda kuishukuru serikali pamoja na wizara ni kwamba ilituchukua vijana na wanawake kutupeleka kwenye mafunzo ya kilimo ambayo ni MATI, ambako tulijifunza miezi 5, kujifunza kilimo biashara na elimu ambavyo unaanzia sokoni ndipo uende shambani. Baada ya mafunzo MATI tukaenda JKT kwa ajili ya kujifunza uzalendo, kwa sababu huwezi kwenda shambani ila kuwa na uzalendo, kwa sababu shambani kuna mambo mengi. Kwa hiyo kule JKT tulijifunza ukakamavu na uzalendo kwa shughuli zote zinazofanyika shambani. Baada ya kutoka JKT tukaletwa shambani, ambapo ndo hapa tukapewa nyumba kwa ajili ya makazi ambayo tunatumia sisi wakulima kwa muda wote ambao tuko shambani. Tukapewa kila mmoja eka 5 kwa ajili ya kuzalisha kilimo cha utikacha. Katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wake mkoani Dodoma, serikali imefanikiwa kutoa fedha za kuwawezesha vijana kwa kuwajengea makazi pamoja na kununua vifaa na zana mbalimbali za kilimo. Hayo yameelezwa na meneja wa shamba la BBT Chinangali Dodoma. Hapa kwenye kambi yetu ya Chinangali tuna vijana 216 ambao wanatekeleza mradi wa kilimo cha kibiashara. Tuna msimu wa 3 sasa, na kwenye msimu huu tumefanikiwa kulima ekari 1200 za alizeti. Hizi ekari 1200 za alizeti tunalima kwa ushirikiano wa taasisi 3. Taasisi ya kwanza ni Wizara ya Kilimo, ambao wao wametupa vitendea kazi kama matrekta, combine harvester, tuna planter ambazo zote zimetolewa na Wizara ya Kilimo. Alafu mdau wa pili anaitwa China Mainland, ambaye yeye tumeingia naye ubia, kwa maana kwamba tutazalisha alizeti zote za ekari 1200 atazinunua yeye. Kwa hiyo soko letu limeshakuwa limetambulika tayari. Kwa hiyo kati ya sehemu ya makubaliano hayo ni kwamba yeye anatoa mbegu bora, mbegu inaitwa Haisan ya alizeti, lakini pia anatoa mbolea, alafu pia anatoa na viuatilifu, madawa. Kwa hiyo ameshatoa hivyo vitu vyote tayari, na sehemu ya 3 ya ushirika huo ni BBT AMCOS Chinangali, ambao wao sasa watatoa leba, kwa maana ya kwamba watakuwa wanapanda, watakuwa wanapalilia, watashughulika na shughuli zote za uwekaji mbolea, kupiga dawa na kila kitu, ili kuweza kuzalisha alizeti ambayo tunaitegemea. Waswahili wanasema ndondondo si chururu, kwani tayari shamba la BBT Chinangali limeanza kuonyesha mafanikio makubwa, ambapo vijana walionufaika wameanza kuzalisha mazao kwa kasi na tija kubwa. Kwa pamoja lazima tuwe na ushirika ambapo utatusaidia kupata pembejeo, masoko na mambo mengine yote yahusuyo kilimo. Kwa hiyo mpaka hapa sisi tupo kama vijana kwenye shamba hili la BBT la Chinangali. Shughuli zote zinafanyika chini ya ushirika. Tuna mazao mengi ambayo tunafanya hapa kama vijana katika kilimo biashara. Tuna mazao ya mboga mboga pamoja na haya matango ambayo mnayaona hapa, na kwa msimu huu tumelima alizeti. Sisi kama vijana tunaishukuru serikali pamoja na wizara kwa sababu wametujengea greenhouse hizi 5 ambazo zinatupatia kipato hapa tulipo kambini. Pili, tunawakaribisha wadau wanaopenda kushiriki kwenye kilimo waweze kushiriki na sisi BBT hapa kama chama,
wanaoweza kuwekeza. Sisi tuko tayari kuwekeza na wao, kwa hiyo tunawakaribisha. Kitu kingine, sisi kama vijana tuna biashara yetu ambayo iko hapa. Tunatangaza hii biashara tulionayo ya matango. Tunatafuta wateja na masoko makubwa, kwa sababu mazao tunayozalisha tunavuna tani 2. Kwa hiyo soko la ndani linakuwa linatusumbua kidogo. Kwa hiyo tunaomba wadau na wateja wengine wote wanaosikia hili tangazo, karibu hapa katika Chinangali kwa ajili ya ununuzi wa biashara tunazolima. Dodoma ni miongoni mwa maeneo yanayofanya vizuri katika uzalishaji wa zao la alizeti, na vijana wa mradi wa BBT Chinangali wametumia fursa hiyo kwa kupanda zao hilo katika ekari 5 walizopewa kila mmoja. Kwa pamoja wamefanikiwa kulima na kupanda zaidi ya ekari 1000 za zao la alizeti. Mradi wa BBT haujanufaisha vijana pekee, bali pia umekuwa chachu ya maendeleo kwa wakazi wa kijiji cha Manchali, ambapo ukaribu wao na mradi huu umefungua fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Lakini mradi huu una jumla ya ekari 20 ambazo tunalima mazao tofauti tofauti kama mnavyoona. Tunalima mahindi, tunalima nyanya, tunalima hoho na mazao mengine. Tumekuwa kwa kweli na mafanikio makubwa. Kwanza sisi tumejifunza kilimo biashara. Mwanzo tulikuwa hatujui maana ya kilimo biashara ni nini, lakini mpaka sasa hivi tumeshajua kilimo biashara ni kitu gani. Kama mnavyoona wenzetu sasa hivi wanahangaika na mvua na nini, lakini sisi tunavuna muda wote kwa msimu mzima, mara 4 mara 3, itategemea jinsi mtakavyokuwa mmejipanga. Kwa hiyo nafikiri kuna mafanikio makubwa. Kwanza tumejifunza kutumia mbolea za viwandani, tumejifunza matumizi bora ya madawa. Kwa hiyo wametujengea uwezo mkubwa wa kuweza kujifunza mambo mengi. Sisi BBT wa Nyausi hatujawahi kupoa. Sisi tuko vizuri na tunaendelea kama mnavyoona. Sisi hapa ni bandika bandua. Tukivuna mahindi tunapanda mahindi, tukivuna zao fulani tunapanda zao lingine. Sisi hatupoi. Kwa hapa wa Nyausi sisi tuko vizuri kwa kweli. Kwa kweli umetuinua sehemu kubwa sana. Hapa tunapozungumza kwa kweli tuna mafanikio makubwa. Kwa mfano, kwanza tumeongeza vipato ndani ya familia, lakini vile vile imetujengea uwezo kama nilivyozungumza pale mwanzo. Tayari sisi ni wakulima ambao tayari tunajitambua na tumekuwa walimu, na tumekuwa chachu kubwa kwa wenzetu wanaotuzunguka pamoja na wilaya za jirani na mkoa kwa ujumla. Kwa kweli wanawake tumenufaika sana kwa kilimo hiki. Tumenufaika sana, tumefarijika sana serikali kutuletea huu mradi. Tumenufaika tu kimaisha, kusomesha watoto, tumenufaika kupitia huu mradi. Kabla ya hapa, labda wewe unafanya shughuli gani? Mimi nilikuwa mkulima tu. Kilimo cha kwanza ulichokuwa unalima na sasa hivi kabla mradi wa BBT hali ilikuwaje? Kuna utofauti mkubwa tu ambao tulikuwa tunasubiri msimu wa mvua, lakini sasa hivi muda wote ule tunapata mazao, tunapata fedha kwa ajili ya kusomesha watoto na mambo mengine. Afisa kilimo wa shamba la Manchali Bwana Ayubu Ramadhani amesema ajivunia mafunzo anayoyatoa kwa wakulima wa kijiji hicho, akisema tayari yameanza kuleta mabadiliko chanya katika uzalishaji na uelewa wa kilimo bora. Wakulima wetu tumepokea vizuri. Awali kabisa mradi huu ulivyoanza, hali za wakulima hususan kupitia kilimo hichi cha umwagiliaji ulikuwa bado ni mdogo. Ili kupitia hichi kilimo cha umwagiliaji, kadri siku zinapokuwa zikienda mbele, uelewa wa wakulima umekuwa ukiongezeka siku baada ya siku kutokana na kanuni zote za kilimo bora ambazo zinapatikana kwenye shamba hili. Kwa mfano, shamba hili limekuwa kama shamba darasa ambako elimu yote muhimu hususan za kilimo, mbinu bora za kilimo, wakulima wanazipata kwa ukaribu. Kwa mfano, matumizi ya viuatilifu, pembejeo, mbolea kwa wakati na nini, wanakuwa wanazipata kwa ukaribu. Kwa hiyo shamba hili limewatoa mahala moja kwenda sehemu nyingine. Ukiangalia hapo mwanzo hali ya wananchi ilikuwa bado iko duni kabla ya mradi kuanza. Ila toka mradi huu umeanza, shamba hili limekuwa ni chachu kwa maendeleo ya wananchi na jamii inayozunguka huu mradi.